Karibu sana Eco Africana TV. Leo ni kipindi maalum sana kwa wale wafugaji ambao wanalea vifaranga au wanafanya ufugaji wa kuku. Sasa mbele yenu tunajua hii ni balbu ambayo inatumika kulea vifaranga. Aidha watu wanaweza kutumia, kuna njia nyingi kwanza za kulea vifaranga. Kuna njia ya balbu, kuna njia ya mkaa, kuna njia ya vyungu, kuna njia ya heater gas. Hizo zote zinatumika, lakini watu wengi wanatumia njia ya balbu. Hizi balbu hizi za kisasa au balbu za kawaida. Sasa nataka niwaonyeshe kidogo kwanza hapa balbu hii hapa. Hii balbu ya nyekundu. Sasa dhumuni ya kutengeneza hizi kipindi ni kwamba tunataka kutengeneza automatic brooder kwa kutumia controller ya W3001 pamoja na balbu hii hapa ya kisasa ambayo ina wati 150 kwa wati 200. Sasa nini faida ya kutumia hivi vyote kwa pamoja? Sawa? Kwanza tuonyeshe faida ya endapo mtu ukitumia balbu peke yake na ukitumia hii controller pamoja na hii balbu. Kwa mtu ambaye anatumia balbu, lazima mfugaji ataungana nami kwamba matumizi ya joto ya matumizi ya umeme yatakuwa ni makubwa, kwa sababu muda wote itakuwa balbu inatoa joto. Kwa hiyo muda wote ambao balbu itakuwa inazalisha joto utakuwa unatumika umeme mwingi sana. Na pia athari nyingine ni kwamba vifaranga vitakuwa vinapata joto sana. Kwa hiyo vinaweza vikapata athari nyingine, vinaweza vikafa kutokana na joto kuwa jingi sana. Sasa hiyo hasara tunaiondoaje? Ni kwamba ndio hapo tunakuja na kinachoitwa automatic brooder. Sasa automatic brooder kinafanyaje kazi? Ni kwamba unaunganisha hii balbu yako pamoja na hii controller. Kwa hiyo una set joto lako hapo, kiwango cha juu cha joto na kiwango cha chini cha joto ambacho vifaranga vinahitaji kulelewa kwa kutumia hii balbu. Sawa? Baada hapo ukiseti, ina kwamba hii balbu itakuwa inatoa mwanga na joto. Kiasi kikifika ambacho joto linatakiwa vifaranga vilelewe, basi balbu yako itazima. Na joto likipungua kwenye brooder yako kufikia kiwango ambacho kinachotajika kwenye brooder, basi hii controller itaruhusu hii balbu iwake tena. Lakini tutajiuliza kwamba wakati balbu imezima, ndio tutapunguza gharama ya umeme. Je, utapataje mwanga kwenye brooder yako? Basi utachofanya, utatumia balbu ya kawaida au taa za kawaida ambazo zinakuwa zina mwanga tu, zinawapa kwa ajili ya mwanga tu pekee yake. Kwa hiyo hapo utapunguza gharama kubwa ya matumizi ya umeme. Wakati huo vifaranga vyako vitapata joto sahihi mpaka siku ambapo vitaishiwa stop kutumia joto au kutumia balbu. Lakini hii controller moja inaweza ukafunga balbu zako kama hizi 10 hadi 15. Kama ina wati 150 utafunga balbu 15, lakini kama itakuwa balbu yako ina wati 200, basi utafunga balbu 10 tu. Kwa hiyo hiki kifaa ni kizuri sana, unaweza kufunga ukatumia kwenye brooder kubwa au